Jaji mkuu George Masaju yumo hatarini baada ya Chadema kumvamia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa. Tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siasa za Tanzania kuna nyakati ambapo mgogoro wa ndani wa chama unaweza kugeuka kuwa sakata la kitaifa. Na safari hii mvutano huo umefika kwenye ngazi ya juu kabisa, mvutano wa haki nchini. Hatua kali imechukuliwa na barua ya malalamiko imewasilishwa kwa Jaji Mkuu wa Tanzania, na sasa jalada zima la kesi limeitwa rasmi kwa ajili ya mapitio. Hii si kesi ya kawaida ya wanachama wachache wanaopingana, ni sakata linalogusa moja kwa moja Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mojawapo ya vyama vikubwa vya upinzani nchini Tanzania. Na sasa macho ya Watanzania na wanasiasa wote, wanachama na wachambuzi wa sheria yanaelekezwa kwenye mahakama ya rufani mjini Dodoma, kwa sababu tarehe imekwisha pangwa na sio siku inaweza kuamua sura mpya ya mgogoro huu wa kisiasa na kisheria. Kila jambo lilianza pale Chadema ilipoamua kuchukua hatua isiyo ya kawaida katika mfumo wa sheria, na chama hicho kiliwasilisha barua rasmi ya malalamiko kwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Malalamiko haya yalihusu maamuzi mbalimbali yaliyotolewa katika kesi iliyokuwa ikiendeshwa dhidi ya wanachama kadhaa wakiongozwa na Said Issa Mohamed pamoja na wenzake. Katika mfumo wa mahakama, hatua kama hizi huwa na uzito mkubwa. Inamaanisha kuwa upande unaolalamika unaona kuna jambo lisilo la kawaida katika mwenendo wa maamuzi ya mahakama, na mara nyingi hatua kama hiyo huwa mwanzo wa mchakato mpana wa mapitio ya kisheria. Baada ya kupokea barua hiyo, Jaji Mkuu alichukua hatua ya haraka. Aliagiza jalada la kesi husika litishwe. Lengo lilikuwa kufanya mapitio ya kina kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Hatua hiyo ilifungua mlango wa mchakato mpya wa kisheria, na mchakato huo sasa umepewa kumbukumbu rasmi ya kesi ya marejeo namba 03 ya mwaka 2026. Kwa lugha rahisi ya mfumo wa mahakama, hii ni hatua inayowezesha mahakama ya juu kupitia upya maamuzi ya taratibu zilizofanyika katika ngazi za chini za mahakama. Upande wa wachambuzi wa sheria, hatua hiyo inaashiria uzito wa malalamiko yaliyowasilishwa, na pia inaonyesha kuwa sakata hili linaangaliwa kwa umakini mkubwa katika ngazi za juu za mahakama. Lakini ili kuelewa uzito wa tukio hili ni muhimu kurudi nyuma kidogo. Kesi inayozungumziwa ilianza katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam, na kesi hiyo ilisimamiwa chini ya kumbukumbu ya namba 823 ya mwaka 2025. Katika kesi hiyo, wahusika wakuu walikuwa Said Issa Mohamed pamoja na wenzake watatu kama waombaji. Upande wa pili ulikuwa na Registered Trustees of Chadema pamoja na mdaiwa mwingine kama wajibu maombi. Kwa maneno mengine, kesi hii ilikuwa ni mgogoro wa kisheria kati ya wanachama fulani wa chama hicho na uongozi wa chama chenyewe kupitia wadhamini wake rasmi. Na mgogoro wa aina hii si jambo jipya katika vyama vya siasa, lakini inapofika mahakamani, na sasa hasa katika ngazi za juu, mara nyingi huwa na athari kubwa zaidi, kwa sababu kesi kama hizi zinaweza kugusa masuala ya uongozi wa chama, uhalali wa maamuzi ya ndani ya chama, na hata mwelekeo wa kisiasa wa taasisi hiyo. Ndio maana uamuzi wa kufikisha kesi hii katika mahakama ya rufani unaongeza uzito wake katika uwanja wa siasa na sheria. Kwa mujibu wa hati rasmi iliyotolewa na Mahakama ya Rufani ya Tanzania, kesi hii sasa itasikilizwa rasmi katika ngazi ya juu ya mfumo wa mahakama. Mahakama hiyo imetangaza kuwa usikilizwaji wa rufaa hiyo utafanyika mjini Dodoma, na tarehe iliyopangwa ni Machi 24 mwaka 2026. Na muda uliowekwa ni saa 3 asubuhi. Tangazo hilo limeeleza kwa uwazi utaratibu wa usikilizwaji wa kesi hiyo, na kama ilivyo kawaida katika mfumo wa mahakama, pande zote zinahusika zinatarajiwa kujitokeza mahakamani kwa ajili ya kusikiliza na kuwasilisha hoja zao. Lakini tangazo hilo pia limeweka onyo muhimu: endapo
upande wowote utajitokeza ama hautajitokeza mahakamani siku hiyo, kesi hiyo bado inaweza kuendelea kusikilizwa na hata kuamuliwa bila uwepo wa upande husika. Katika mfumo wa sheria, utaratibu huu unajulikana kama usikilizwaji wa kesi kwa njia ya expert, na hii ni hatua ambayo inalenga kuhakikisha kuwa mwenendo wa haki haukwami kwa sababu ya kutokuwepo kwa upande mmoja. Tangazo hilo limebeba uzito wa kisheria na limewekwa saini na msajili msaidizi wa mahakama ya rufani tarehe 12 Machi mwaka 2026, na kwa maana hiyo mchakato huu sasa umeingia rasmi katika hatua mpya, hatua ambayo inaweza kuwa na athari kubwa katika mgogoro huu wa kisheria. Kwa upande wa Chadema, hatua hii imeonekana kama matokeo ya moja kwa moja ya malalamiko yao kwa jaji mkuu. Kupitia taarifa iliyotolewa katika majukwaa ya mtandao ya kijamii ya chama hicho, imeelezwa kuwa kesi hiyo sasa itasikilizwa rasmi katika mahakama ya rufani. Kwa wafuasi wa chama hicho, hatua hiyo inaonekana kama ushahidi kwamba malalamiko yao yamepokelewa na kuchukuliwa kwa uzito. Na kwa wachambuzi wa siasa, tukio hili inaonyesha jinsi migogoro ya ndani ya vyama vya siasa inaweza kufika katika ngazi za juu za mfumo wa haki. Lakini tukio hili lina athari zaidi ya mgogoro wa kisheria pekee. Katika mazingira ya siasa za Tanzania, kesi zinazohusisha vyama vikubwa vya upinzani mara nyingi huvuta umakini mkubwa wa umma, na kwa sababu vyama hivi vina nafasi muhimu katika mfumo wa vyama vingi wa migogoro inayohusisha vyama hivi mara nyingi huathiri siasa za taifa kwa ujumla. Na katika miaka hivi karibuni, Chadema imekuwa moja ya vyama vyenye ushawishi mkubwa katika upinzani wa kisiasa nchini. Kwa hiyo mgogoro wowote wa kisheria unaohusisha chama hicho huwa na athari kubwa zaidi ya mahakama. Unaathiri taswira ya chama, unaathiri uhusiano wa ndani wa wanachama, na wakati mwingine unaweza kuathiri hata mikakati ya kisiasa ya chama hicho. Na ndio maana usikilizwaji wa kesi hii katika mahakama ya rufani unafuatiliwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa siasa na sheria. Kadri tarehe ya Machi tarehe 24 inavyokaribia, matarajio yanaendelea kuongezeka na mahakama ya rufani itakuwa jukwaa la hoja nzito za kisheria, hoja ambazo zinaweza kufungua ukurasa mpya katika mgogoro huu. Na kwa upande mmoja, waombaji watakuwa wakitafuta haki wanayoamini haikutendeka katika ngazi ya chini ya mahakama. Kwa upande mwingine, upande wa Chadema utalazimika kutetea uhalali wa maamuzi au taratibu zilizokuwa zikilalamikiwa. Matokeo ya kesi hii yanaweza kuwa na athari kubwa. Inaweza kuthibitisha maamuzi yaliyotolewa awali, inaweza kuyabadilisha, au inaweza kuamuru hatua mpya za kisheria zichukuliwe. Kwa maneno mengine, uamuzi wa mahakama ya rufani inaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa sakata hili. Lakini zaidi ya yote, tukio hili linaonyesha jambo moja muhimu katika mfumo wa demokrasia. Migogoro ya kisiasa inapofika katika hatua za kisheria, taasisi za haki huwa mstari wa mwisho wa maamuzi. Mahakama huwa mahali ambapo hoja za kisiasa hubadilishwa kuwa hoja za kisheria, na hapo ndipo uamuzi wa mwisho utafutwa. Kwa hiyo kesi hii si tu mgogoro wa wanachama wachache, ni sehemu ya simulizi kubwa zaidi kuhusu uhusiano kati ya siasa na sheria katika Tanzania ya leo. Na kadri siku zinavyosogea kuelekea tarehe ya usikilizwaji, macho yote yataelekezwa Dodoma, kwa sababu wakati mwingine kesi moja tu inaweza kufungua mjadala mkubwa kuhusu uongozi, sheria na mustakabali wa siasa za taifa. Na sasa taifa linasubiri hoja zitakazotolewa mahakamani, linasubiri maamuzi yatakayokuja, na linasubiri kuona kama sakata hili litamaliza mgogoro uliopo au litafungua sura mpya ya mvutano ndani ya siasa za Tanzania. Kwa sababu katika historia ya vyama vya siasa kuna matukio ambayo hubadilisha mwelekeo wa chama chenyewe, na wakati mwingine matukio hayo huanza kimya kimya ndani ya jalada moja tu la kesi mahakamani, lakini yakifika kileleni yanageuka kuwa hadithi kubwa ya kisiasa. Na sasa jalada hilo liko mikononi mwa mahakama ya rufani, ambapo uamuzi wake unaweza kuwa mstari mpya katika historia ya mgogoro huu.
Ni hayo tumekuandalia hapa kutoka hapa Kenyascope kuhusiana na swala hili la Chadema na kesi yao ambayo inahusu mali ya chama hicho. Zidi kuwa nasi, subscribe, like na kushare video zetu, na vilevile gonga alama ya kengele ndipo upokee taarifa hizi pindi tunapozileta kwa kupokea notification.